Mpenzi mtazamaji wa Jumba TV, leo ni siku nyingine baada ya bodi ya ligi kutoa tarehe rasmi ya mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulipangwa kucheza siku ya leo, siku ya Jumapili ya tarehe 15, na mchezo huo umepelekwa mbele mpaka tarehe 25. Niko na shabiki wa Yanga kindaki Chief Chizenga kama sijakosea. Mambo vipi? Bwana poa. Bwana mmepiga hatuchezi hatimaye majibu yametoka. Sasa hivi tulio slogan ile iliyokuwepo katika baada ya tarehe mpya kutoka, tunacheza kilo safi. Mmeandika kabisa dabi ipo haina kipengele. Lakini pia nimeona TFF baada ya kutoka maamuzi yao ya dabi, pia nimeona mwenyekiti wa bodi ameandika barua ya kujiuzuru, lakini pia mwenyekiti wa TPBL bodi ya ligi naye Almas Kasongo naye amesimamishwa, mtendaji mkuu amesimamishwa katika nafasi yake. Hiyo mmelipokeaje nyinyi wana Yanga? Sisi tumelipokea kwa furaha, kwa sababu mpaka tunashinikiza hivyo, hao ndio wanaoongoza ligi yote ya Tanzania bara. Kwa madudu yote yanayoendelea ya marefali, ya mapenati yasiokuwa na msingi, ya timu moja kubebwa ovyo bila mpangilio wote, yani hizi ona eka zote hizi za ugomvi, sababu kuu ni wao. Kwa hiyo wanatakiwa waingie katika hiyo system, na vile vile wanatakiwa wapate hukumu yao kamili kutokana na ile jambo linaloendelea hapo. Licha ya tarehe 25 kupangwa kama tarehe rasmi ya dabi, wapinzani wenu au watani wenu mpaka sasa hivi hawajasema chochote. Hii haishtui nyinyi mashabiki wa Yanga? Isemi yatustua nini? Sasa hivi sema shwe uone. Wanaweza wakasema na wao wacheze. Nakwambiaje, kama hao wanaume kweli wasilete timu. Unajua alosuluhisha hili zoezi ni nani? Unaweza kumpinga mwenye mamlaka yeye. Sasa pinga mwenye mamlaka. Wanaweza kusema sisi hatuchezi kwa kuwa kama Yanga walisema wachezi na sisi basi hatuchezi kwa sababu tarehe iliyopangwa sio tarehe, kwa sababu tarehe 15 ndio tarehe ya bodi. Ina maana bodi ya ligi imeshindikizwa. Kwa hiyo na sisi hatuchezi. Nasema hivi, mwenye uwezo wa kufanya hivyo hayupo. Au mfumo wao uandaa sasa hivi, mwajifaa wanakuja kimya. Ahmed Ali, sio kwa unapiga kelele mtandaoni umeandika maandiko karibu 14. Haya, David tarehe 25, tupigie promo sasa kama uko unapiga promo. Njooni mashabiki wa Simba, nunue sio tiketi, sio nini? Pigeni hiyo promo sasa. Kama kweli kuna mtu anaye mwamba, aseme aje. Unajikuta unagusa tu nyuma ndende. Ukigeuka hivi, Ahmed Ali anasema hivi, huo ni utoto katika ligi. Ina maana Azam naye akigoma, mtendaji wa bodi ya ligi naye afukuzwe, mtendaji mkuu naye afukuzwe. Mpira huu tunaweza tukasema tena, mwenye uwezo wa kukomboa mpira huu ni Dar es Salaam Young Africans, kama alivyoweza kuikomboa uhuru wa nchi hii. Sawa? Ndio. Dar es Salaam Young Africans imeshirikiana na baadhi ya viongozi ambao walikuwa alichoka namba 1 Mwalimu Jesse Kambarage Nyerere, Amani Abedi Karume mpaka Kaunda kwenye jengo la Yanga pale. Walikuwa wanakaa wanapanga mipango jinsi gani ya kukomboa Tanganyika na sehemu mbalimbali. Wameondoka wakoloni, Charles Almas Kasongo, sijui Kalia na wenzake. Kila mtu muda wake ukifika atatembea. Nafikiri uchaguzi ushaanza kutangazwa kwa fomu hizo. Naam. Siamini kama nitamwona tena yule mzee wale Skalia akaenda kushotana fomu ya kugombea urais. Lakini ana haki. Hatumtaki. Hastahili kwa masakata haya. Apumzike, awapishe wengine waweze kutuongozea Sasa ikitokea amepita katika na amerudi tena katika nafasi yake ya uraisi wa TFF, mashabiki wa Yanga mtalipokeaje swala hili? Hatuwezi kulipokea kwa sababu kanuni za BMT zinamtaka rais wa TFF aongoze miaka 8 tu. Hata umefanya mazuri kiasi gani, miaka yako 8 ikifika kisha timia, unatakiwa utoke umpishe mtu mwingine. Hiyo ndio kanuni za nchi yetu. Kwa hiyo sasa akachukua fomu agombee tena, sijaelewa tena hapo atakuwa ametumia kanuni gani. Na mpango wake tunaufahamu, alikuwa anataka kuibaka kanuni, alikuwa anatengeneza majopo yake kufungia watu ovyo ili waweze kuibaka ile katiba, waweze kubaka hapo, watengeneze mfumo mwingine mpya ili waweze kugombea tena katika urais. Sasa tunakwambia BMT serikali yenyewe wamekataa, wewe malizia muda wako, kalime viazi kwenu Tanga huko na machungwa. Yote pamoja na mazuri yote aliyofanya katika msimu wake, lakini hamtambui chochote. Aende bwana huko. Mimi binafsi katika marais wote wa TFF waliopita pale, huyu jamaa ndo mshamba namba 1.
Yes, nataka kunaambia sisi tukacheze sizoni. Sasa sizoni za filamu wazozitaka ndio zinaendelea. Bwana tunakwenda katika mchezo wa tarehe 25. Naam. Pressure ikoje kwa wewe ukiwa kama shabiki wa Yanga sasa? Baada ya tarehe rasmi kupangwa ambao mchezo utachezwa tarehe 25. Tukiachana na yote, je, tutatoka? Hapo yani katika mechi ambayo tukiamshwa hata saa 8 ya usiku. Akina Mpanzu wachezaji wamechoka tila wana usingizi kupi mbele ya waoni. Kuna kibisawala kule. Nasemaje? So walikuwa wanasema sijui Mpanzu sijui nani. Sasa huyo Mpanzu wao huyo ndo amlete sasa. Atakutana huko na Israeli Mwenda au atakutana na kijana mdogo wa Morogoro. Mwenye Kibwana Shomali ndio kiboko ya majeuri wote. Amuulize Kibudeni si mwenzake nini kilimkuta. Lakini umeliona balaa la Mpanzu katika michuano ya kimataifa. Mchezaji mle bwana yule. Mimi na mchezaji bro. Yule anakwenda tu. Mchezaji wa vipindi maalum yule. Kuna kipindi ndio hivyo akiamka, akikutana na wenzake wasiojua mpira, yani yule ni kijana machachari. Jani Awa. Huyo naye mrembo mmoja, ana shughuli yote. Huyo juu Awa. Pale kuna Clatous Chota Chama. Anaenda kukamata bimba namba 10 pale. Baada ya Ziziki ukazake pembeni. Huku nina Pakome, nina Dube Mzize. Nina Mudasiri haya, nina Lydia Ucho. Huku nyuma na kiongozi mmoja hatari sana. Diala anaisha mashambulizi yeye. Anampa Israeli Mwenda, kushoto tunaboka, nne na tano kama unavyojua. Dickson Jobu na Ibrahim Baka komando. Nani anaweza kuifunga Yanga wewe? Wale tunawafunga kamba hizi 3 bila majibu yoyote. Hatutoi sare, hatufanyi nini? Wale kamba 3 zinawahusu. Na katika kamba hizo 3 kuna kijana wetu mmoja atatupigia kamba zetu za kuagia. Sema nielewa vizuri. Mzize ataingia mara 2. Shikilia ile kuna mimi kama mchao. Chuma ya mwisho anakuja kuwanyonga mtu ambaye walikuwa wamembeza kazeeka. Clatous Chota Chama. Atamlamba huyo Mpanzu mwenyewe, atamlamba huyo Kamala mpaka chuma. Hawatuwezi kwa lolote siwani. Sisi ndio Yanga bwana. Tunacheza kilo safi. Mioyo yetu iko safi kabisa. Hatuchezi imetoka. Hatuchezi imeshaisha muda wake. Sasa hivi tunacheza kiroho safi. Wakisema na wao hawachezi ndo mamlaka sasa ambayo inapanga vipengele vyake ndio itafanya maamuzi. Sababu ya haya matatizo yote yamezungwa, lakini shida ya matatizo yote haya ni hao ndio walofanya matatizo yao. Ile barua yao tarehe 7 ndio chanzo cha matatizo yote mpaka kuatia kwenye hatia bodi ya ligi ambao nao wamefuata mkumbo wao na kuingia kwenye mfumo wao. Sasa kipindi hiki mkizingua tunawapelekeni jela na mpira wenyewe unaishi hapo hapo. Bwana. Unaweza kumpinga Mama Samia, unaweza kumpinga mamlaka ya nchi hii. Watu mpoteza muda viongozi kama wale wamekaa vikao kule na mheshimiwa wa nchi. Wewe mama mitano tena. Hatuna kinyongo na mama. Mama Samia mitano tena. Neno la mwisho kwa mashabiki wa Yanga ambao wanakutizama kupitia Jumba TZ TV. Neno langu la mwisho kwa mashabiki wa Yanga, tuendelee kujisajili na kuwa wanachama na tuendelee kulipia ada zetu za wanachama wale ambao tuna kadi. Kadi bila malipo ni mzigo. Ujanja kujisajili. Hala.